Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Ili sio jina la mtu wa yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Hii ikiwa ni somo la 11. Somo linalosema kuishi katika ile nchi. Ni mfululizo wa masomo haya katika robo ya 4 ya mwaka 2025. Robo inayosema mafundisho ya imani kutoka kwa Yeshua. Hii ni kwa ajili ya Disemba 6 hadi 12 ya mwaka wa 2025. Somo la 11. Hii ni Disemba 6 Sabato mchana. Soma kwa ajili ya somo la juma hili Yeshua sura ile 22, Waefeso 6 aya 7, Yohana sura ya 7 24, Hesabu 25, Mithali 15 aya ya kwanza na Petro wa kwanza sura ile ya 3 aya ya 8 na ya 9. Fungu la kukariri linatoka kitabu cha Mithali 15 aya ya kwanza. Neno la Mungu linasema, jawabu la upole hugeuza hasira, bali neno liumizalo huchochea ghadhabu. Nyakati fulani kuishi kwenye jamii kunaweza kusababisha mabishano na mivutano. Hili ni kweli hasa kwenye jamii kama vile kanisa, ambapo watu kutoka kwenye mazingira, usuli mbalimbali na tabaka mbalimbali na nyakati fulani ambao wamekulia kwenye tamaduni tofauti tofauti, wanaishi na kufanya kazi pamoja kwa ajili ya lengo moja. Juma hili tutajifunza Yoshua 22 na changamoto iliyoibuka kutokana na kutoelewana kukubwa kati ya watu. Mwanzoni mwa kitabu, Yoshua aliamuru baadhi ya makabila yavuke Yordani na kushiriki kwenye harakati za kuitwaa ile nchi, pamoja na yale makabila yaliyokuwa upande wa magharibi ya Yordani. Yoshua 1:12 hadi 18. Sasa kwa vile kazi ilikuwa imekamilishwa, walikuwa huru kurudi. Hata hivyo, upande wa magharibi wa Yordani walijenga madhabahu yaliyoibua wasiwasi kati ya makabila ya magharibi ya Yordani. Kwa nini ni hatari kukurupuka kuhukumu mwenendo wa watu wengine? Tunawezaje kukuza umoja kanisani? Kwa nini ni muhimu kuto kusahau taswira pana ya wito wetu na hivyo kuto kushikiliwa na mambo yanayotutoa kwenye mstari? Haya ni baadhi tu ya maswali tutakayoshughulika nayo juma hili. Soma somo la juma hili ukijiandaa kwa Sabato ya Disemba 13. Jumapili tutajifunza mada isemayo kujitoa. Hii ni Disemba 7. Jumatatu, Disemba 8, mada inasema lawama. Jumanne, Disemba 9, mada inasema kusumbuliwa na mambo yaliyopita. Jumatano, Disemba 10, mada inasema jibu la upole. Alhamisi, Disemba 11, mada inasema utatuzi wa mgogoro. Ijumaa, Disemba 12, mada inatuelekeza kujifunza zaidi. Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, hili ni somo la 11, somo linalosema kuishi katika ile nchi. Ni kualike usipange kukosa katika kushiriki kujifunza mada hii juma hili. Mwalike na jirani yako, fuatilia kwa karibu masomo haya yote katika juma hili. Na kwa nukta hiyo ndio tutakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.